Asifiwe. Haleluya. Maana ni hivi, kiwango cha kwako cha kumtambua Mungu ndio kitathibitisha kiwango cha matokeo yako kwa Mungu. Kiwango cha kwako cha kumtumia Mungu ndio kitathibitisha na kutofautisha kiwango cha matokeo yako baina ya Mungu. Haleluya. Nataka kufahamisha kitu cha neno kwa upesi kabisa kwamba uweze kuelewa Mungu aliyekuwa kijibu kwa kina Shadraka, Meshaki na Abednego, Mungu akajibu na kina Elia ni yule yule mpaka sasa. Lakini unaweza kujiuliza, je, kwa nini matokeo ambayo yalikuwa yanaonekana kwa kina Elia na mpaka sasa hivi hayaonekani? Unaweza kuelewa kwamba ni utofauti wa kumwelewa Mungu na ukuu wa Mungu kudhibitika. Haleluya. Haleluya. Point namba 1 nasema ukuu ni kuzidi au kwenda zaidi au kupitilia katika ubora fulani. Maana ukuu wa Mungu maana ni kitendo cha Mungu kudhibitisha au kudhibitisha katika viwango fulani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Point nyingine imesema katika hivi, ukuu wa Mungu na udhihirisho wa Mungu kwa mtu unategemea kiwango chake cha kujua Mungu. Ukuu wa Mungu na udhibitisho wa Mungu unategemea kiwango cha mtu kujua Mungu. Ukuu wa Mungu na udhibitisho wa Mungu unategemea kiwango chake yeye kujua Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 15, Biblia inazungumza ya kwamba akawaambia, nanyi mwaninena mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Sura ya 17. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa bali Baba yetu aliye mbinguni. Sura ya 18. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala milango ya kuzimu haitashinda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imezungumza kwa habari za mahojiano baina ya Yesu pamoja na wanafunzi wake. Biblia imezungumza baina ya mahojiano aliyokuwa akizungumza Yesu pamoja na wanafunzi wake. Alichokuwa akizungumza Yesu kabla ya wanafunzi wake alikuwa anakitafuta ni uelewa wa wale wanafunzi. Akawaambia hivi, nyie wanafunzi nimekaa na nyie muda mwingi. Akawaambia, nyie wanafunzi nimekaa na nyie muda mwingi. Akauliza, je, katika kipindi chote ambacho nilikuwa nakaa na ninyi mlikuwa mnanitambua mimi kama nani? Haleluya. Akauliza hivi, katika kipindi chote ambacho nimekaa na ninyi mlikuwa mnanitambua mimi kama nani? Ndio maana akauliza Petro, akauliza wanafunzi wote kwa ujumla ya kwamba, je, ninyi mwaninena mimi kama nani? Maanake Yesu alichokuwa anakitafuta kwa wanafunzi wake ni fikra ya ndani ya wanafunzi, wanamtambua Yesu kama nani. Haleluya. Haleluya. Tazama sura ya 15 amekuja kusema hivi, akawaambia ninyi mwaninena mimi kama nani? Maanake alichokuwa akikitafuta kwa wale wanafunzi ni udhibitisho wa fikra zao zimembeba Yesu kama nani. Maanake alikuwa akijiuliza au Yesu alikuwa anaelewa kabisa kwamba licha ya udhibitisho wake lazima wewe mwenyewe uelewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akasema ni ngumu sana kudhibitisha kama mtu hujui. Ni ngumu sana Yesu kudhibitisha kwako kama haujui nani. La sivyo unaweza kuhisi ni mzimu umekutendea. La sivyo unaweza kuishi na shetani akutendea. Ndipo akauliza, je, ninyi mwanifahamu mimi kama nani? Maanake anatazama fikra zao, anatazama kilichomo ndani ya akili zao, zinamtambua anazungumza na mtu wa namna gani. Haleluya. Haleluya. Tazama kitu ambacho alikuja kukiachilia. Akasema hivi, sura ya 16, Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tazama jibu ambalo Petro aliachilia kwa Yesu. Akamwambia hivi, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na sura ile ya 17 Biblia inasemaje? Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa. Haleluya. Haleluya. Ngoja nikuzungumzishe kwa namna hii. Wakati Yesu anazungumza na wale wanafunzi, alikuwa anaelewa kabisa ya kwamba kuna design za kufahamu tofauti zimo ndani ya akili za wale wanafunzi. Bwana asifiwe.
Yesu alikuwa anajua kabisa ya kwamba wale wanafunzi wanaolewa katika viwango vya tofauti, yale wanafunzi wanaoamini katika viwango vya tofauti. Sasa ndipo akagusa kitomo ndani ya fikra zao, akauliza, je, ninyi mnanifahamu mimi kama nani? Na ndipo Petro akajibu ya kwamba sisi tunakujua ya kwamba wewe ndiwe Mungu, ya kwamba wewe ndiwe Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tazama sura ya 17 kujaje. Akajibu akamwambia, heri Simoni na Petro, heri Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yako aliye mbinguni. Haleluya, haleluya. Nisikilize, nikutazamishe kitu cha namna hii. Wakati Yesu anawauliza wale wanafunzi wake, wakati Simoni na mshiriki Simoni Bariona, Biblia inazungumza, akamwambia kwamba wewe ndiwe Kristo, akamwambia wewe ndiye Yesu, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tazama jibu ambalo Yesu alimwambia, akamwambia kwamba nimejua ya kwamba Simoni unanielewa, nimejua ya kwamba wewe unanijua. Akamwambia kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa bali katika mwana wa Mungu. Kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa ukubwa namna hii, lakini mwana wa Mungu peke yake ndio amefunuliwa. Haleluya, haleluya. Wale mkuu tafsiri ya pesa akasema hivi, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hii, bali Baba yangu aliye mbinguni. Tafsiri ya pesa hivi, kumwelewa Mungu unahitaji ufunuo wa kimungu. Wanasifiwa. Ngoja nizungumze kwa maana hii, kumwelewa Mungu inahitaji ufunuo wa kimungu. Ndio siku mimi tafsiri ya pesa, kumwelewa Mungu inahitaji ufunuo wa kimungu. Ndio maana Yesu akamwambia Petro. Yesu akamwambia hivi Petro, ya kwamba kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia, bali Baba yangu aliye mbinguni. Maana Yesu anakuthibitishia ya kwamba mwili na damu havikukueleza, mwili na damu havikuthibitishia mimi ni nani.